tumfanye. Ulipoenda kwenye Mwanzo 2:7 akachukua hatua ya mwilini, akachukua mavumbi ya nchi. Maana yake nchi iliumbwa kabla yako. Kwa lugha nyingine ya kinabii, wakati nchi inaumbwa kabla yako, nikienda kwenye tafsiri ya kimafunuo ya kinabii, maana yake na wewe ulishaumbwa tayari kwenye hiyo nchi kabla. Alichokifanya Mungu ni kudhihirisha alichokiumba kwa siri kwenye ardhi. Ndio maana mwili wako ukaonekana. Ndio maana mwili wako ni asili ya mavumbi. Unaweza usinielewe, lakini lazima unielewe. Nimekwambia mara nyingi ninapokufundisha na kufundisha kwa tafsiri ya kimafunuo. Sifundishi Biblia kwa namna uliozoea kufundisha, na kufundisha upate zaidi ya maarifa ulionayo. Mungu alipoingia kwenye nchi kukusanya ule mavumbi ya nchi, maana yake ukichunguza kinabii, huyo mtu alishakuwa kwenye nchi. Alichofanya ni kumtoa mahali na kumdhihirisha kwa mikono yake. Maana yake ni nini? Pia baraka zako zilishakuwa kwenye nchi, lakini kuna namna ya kuingia kwenye nchi na kuzitoa zile baraka, kuzidhibitisha kwenye maisha yako. Tusipende mahubiri rahisi kila siku nasema. Tusipende mafundisho mepesi kila siku nasema. Mimi sio aina ya watumishi ambao na kufundisha yeye ukae kwenye kiti ujae. Ukitaka kuja njoo utakwenda nenda. Yaani kama injili itakufukuza, sawa nenda. Lakini neno halitakauka masikioni pako. Sifundishi ili watu wachae, nafundisha ili watu wapone na kuhubiria wenyewe kweli, ili kweli kuweke huru na uwe huru kweli kweli, na ile kweli ibadilishe njia yako, ibadilishe maisha yako, ibadilishe baraka zako zithibitishwe kwenye maisha halisi. Wao nadhani nashindwa kuhubiri kwa mbwembwe kama wengine. Unaweza jibu mwezao. Bahati mbaya kuna watu wanapendaga mbwembwe. Njia iendayo uzimani wachache ni mbamba, wapitao ni wachache. Iendayo patawini wengi waiendeao. Kama Mungu hajaniacha, siko tayari kumwacha. Kwa kuwa hata anapokuwa na dhiki anainua watu kibeba kwenye dhiki yangu. Kwa simwachi utakuwa naye. Nitaenda kuhubiri na kukupa maarifa ambayo ni ngumu kupewa kila mahali. Amina. Akampulizia kwani pumzi au hai, mtu akawa nafsi hai. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Bwana Yesu asifiwe. Nini maana ile pumzi ya uhai kimungu? Nini maana ile pumzi ya uhai kimungu? Andika, pumzi ya uhai ni sehemu ya roho ya kiungu kutoka kwa Mungu ndani ya huyo mtu. Kama waliweka kwenye madhabahu. Niko na watu nilikumbushwa na Mungu, tulikuwa sana mpango huo. Chajabu mtu mmoja anaitwaga hapo, wala sio wewe kumtamkia mabaya. Lakini kila sana anaitwa kwa jina la Glory. Anazotangaza anajua ABC, lakini siwe kumsomla. Ila wakati anapitisha magumu mara ya mwisho anaitwaga mfano haya. Nilikaa sikuomba, nikaa kwenye sofa nikamwambia Mungu, chagua mambo moja kati ya mawili. Umuondoe mtu madhabahu kwangu nisimuone tena kwa mkono wako. Au nije mbele zako nikwambie ufute kwenye uso wa nchi. Nikampa sababu. Kisha wiki zilizofuata aliondoka yeye mwenyewe. Sikuwahi kumtamkia mabaya. Lakini nikuta nikimwombea rehema na toba sana. Si ile tu, na wengine nalitoa picha zao. Naanza kuombea. Na wengine shasahau huko nyuma. Maana nikifuta laana kupitia madhabahu. Maana hata maneno mabaya hayatageuka kifungo, yatageuka baraka kwenye madhabahu. Amen. Ukibariki zaidi utabarikiwa. Ila ukilaani zaidi kama kuna laana ya haki na wewe utalaaniwa. Tunafanya basi amina. Hizo ni siri. Kwa unaweza kuwa baba wa kiroho, kuna wakati ubinadamu ukiingia, maumivu ukiingia unakuwa na uchukua kibinadamu. Sasa ukishakuja mambo ya roho ya kiungu, rudi sasa chini. Anza kutafakari, wasamehe, waachilie. Hata kama unadhani kufuta laana